Shauri kuu, lakini pia Mheshimiwa Sheikh Muhammad Hamis, naibu katibu mkuu dini BAKWATA makao makuu. Tumekutana hapa kwa anayemwakilisha katibu mkuu. Tumekutana hapa kwa zoezi fupi na ratiba yetu ni fupi sana. Lengo letu hapa ni kufanya makabidhiano. Nafahamu kwamba mabadiliko yalifanyika, kwa hiyo kitaratibu ofisi ya Baraza la Ulama ilielekeza makabidhiano yafanyike haraka iwezekanavyo. Walilahi alhamdu, leo tupo hapa kwa ajili ya makabidhiano. Makabidhiano hayo Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu yamehudhuriwa na Kaimu Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Abbas Ramadhani Abbas na Sheikh Walid Al-Hadi Kawambwa, mwenyekiti wa halmashauri Sheikh Hussein Afif, mjumbe wa halmashauri kuu Mkoa wa Dar es Salaam Alhaji Masud Nduvini, na katibu wa Chief Kadhi Tanzania Sheikh Hamis Idi Kwangaya, lakini pia mjumbe wa halmashauri ya Mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Osmani Mkambaku. Kwa sasa bila kutawarisha muda, nichukue fursa hii sasa kwa ajili ya makabidhiano rasmi, ambapo nichukue fursa hii kumkaribisha Sheikh Walid ambaye anakabidhi ofisi, kama kuna neno alitoe la makabidhiano, kisha baada hapo tutaenda kwa Kaimu Sheikh ili aweze kutoa neno lake baada ya makabidhiano. Karibu sana Mheshimiwa Sheikh. Bismillah. Amna nyingine? Mike. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasajma'in. Mheshimiwa Sheikh Muhammad Hamisi, naibu katibu dini, ambaye uko hapa leo ukimwakilisha katibu mkuu kwa ajili ya zoezi la makabidhiano. Mheshimiwa Kaimu Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam, ndugu yangu Sheikh Abbas bin Sheikh Ramadhani Abbas, katibu wa Dar es Salaam Sheikh Jamal Shayo, Mheshimiwa Sheikh Nduvini, mjumbe wa halmashauri kuu Dar es Salaam lakini anawakilisha makao makuu, Mheshimiwa Sheikh Hussein Afifu, mwenyekiti wa halmashauri mkoa wa Dar es Salaam, na naibu wa Chief Kadhi na wote mlohudhuria, asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kiufupi, zoezi ni makabidhiano. Nadhani tusipoteze muda, isipokuwa zoezi liendelee. Mimi sina cha kusema. Kikubwa niko labda nimuhusie ndugu yangu Sheikh Abbasi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawataja katika Qur'ani watu namna nyingi katika kila aina ya mambo na sekta kama Qur'ani inavyojulikana, lakini katika upande wa utendaji Allah Subhanahu wa Ta'ala anatutajia watu makundi manne. Kwa mapenzi yangu ya dhati, kwanza ni kuombe Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi katika jukumu lako jipya hili la kuwatumikia, kwanza kumtumikia Mwenyezi Mungu na mtume wake, lakini kwenda kuwahudumia khidma kwa wanadamu. Basi Mungu anasema kuna watu alladhina, yani ya ayu alladhina amanu lima taquluna, ili kundi moja. Lakini kuna kundi wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu. Lakini kuna kundi yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafalu. Haya makundi matatu muhimu, kwa sababu wewe ni mwanachuoni msomi, kwa vile haya ni maneno yako wewe utaenda kuyafanyia kazi. Lakini kwa vile tu unaingia katika ofisi za baraza, jitambue, badilika, wacha mazoea. Kwa wenzangu nilikuwa nao takriban kwa muda wa miaka 3 na miezi 5, mwenyekiti, katibu Sheikh Nduvini, na waomba mumpe ushirikiano ndugu yetu Sheikh Abbas katika jukumu lake. Mumpende, mumshike mkono, mumuongoze, mumvumilie, kwa sababu ni jambo kubwa kwake na lina ugeni
mambo ni yale yale tu, lakini kwa ujumla wetu sote, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan ayutkina. Basi kwa haya machache mimi sasa niko tayari kwa ajili ya kukabidhiana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Ndugu waandishi wa habari, kwanza nianze kabisa na Katibu Din Sheikh Muhammad Khamis na viongozi wote wa baraza mkoa, bila kumsahau kakaangu mpenzi, ndugu yangu wa damu, mlezi wangu, mshauri wangu, mengi akinishauri huko nyuma na ataendelea. Tumetoka katika familia moja ya baba wa moja. Nashukuru kilichofanyika hapa ni kufuata taratibu za kiofisi za baraza, na mengi Sheikh Walid ambaye amenikaimisha, amenipisha katika nafasi hii ya kukaimu ushekhe wa mkoa. Niseme kitu kimoja Sheikh Walid, kwa kwanza kabisa watu wafahamu ni ndugu yangu, kaka yangu, na nilipita akanisomesha kidogo. Alhamdulillah, nashukuru watu wafahamu hilo, na udugu wetu na taratibu zetu za kimaisha ziko pale pale, na zaidi zitaongezeka na kuwa juu zaidi kiheshima na kuheshimiana. Na yeye hapa si kama ni mtu ambaye atakuwa haonekani au hapiti. Wakati wote shekhe ni kutembeleana kuko, kushauriana kuko, kukosoana kuko, kwa bwana uko na mwenzako nilikuwa sifanyi hivi, nilikuwa nafanya hivi. Ndio uongozi na ndio taratibu. Mimi nilikuwa napita njia hii na kwenda hivi, na nitakuja kuchukua ushauri wako Sheikh Walid kamili kutoka kwako insha Allah. Chukua ushauri kama mwanachuoni, chukua ushauri kakangu, ushauri wa kidogo, kwa sababu wote ni kullukum raa' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Niseme kidogo kwamba uteuzi huu wa kukaimu nafasi hii ya ushekhe wa mkoa nimeupokea kwa huzuni. Shati mfahamu huzuni inaingia hapa kwamba tuna ulezi mkubwa wa kulea roho za watu na kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye jicho lake Mwenyezi Mungu linatuangalia katika uadilifu wa kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uadilifu wa nafsi zetu, tuko katika sehemu ambayo jicho la Mwenyezi Mungu linatazama, na panatakiwa yapatikane athari ya mabadiliko. Naanza kujiuliza kwa sababu tokea nafasi hii nimekaimishwa sijalala, kwa sababu ni sehemu kubwa sana katika mkoa huu wa Dar es Salaam, na ni sehemu kubwa sana ya utumishi wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu namuomba kwa taufiki yake, wama taufiki illa billah, aweze kuniwezesha kuweza kufanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuleta mabadiliko ambayo Mwenyezi Mungu inshallah atanijalia kwa kiasi changu yaje mabadiliko, kwa sababu utaulizwa siku ya kiyama. Sote tushakuwa masulia. Ukishakalia kiti cha utumishi wa Mwenyezi Mungu tayari ni masulia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uliwatumikiaji watu wa jamii zote wanaokuzunguka, kuanzia wadogo wakubwa, kwa sababu uadilifu uko kwa watu wa aina zote na dini zote. Katika kutenda uadilifu unaanzia nyumbani kwako kwanza. Kwa hiyo adala ni kitu kizito kidogo, na kurekebisha nyoyo za watu ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo namuomba Allah subhanahu wa ta'ala anijalie insha Allah kwa rehema zake na kwa taufiki yake. Hilo ndilo linalonipa huzuni
kwamba nimepewa kazi ya kutumikia dini, sio biashara wala sio kitu chochote. Kwa hiyo si kwa ujanja wangu au kwa uwezo wangu, hapana. Namwomba Mwenyezi Mungu anipe taufiki kuweza kuwasaidia Waislamu na watu wa jamii mbalimbali, lakini zaidi nifungue milango ya kusema kuwa mimi si bwana hapa mahala, si mkubwa hapa mahala. Mimi ni mtumwa wenu, mtumishi wenu, mshika viatu vyenu, na ninakaribisha milango yote ya kushauri, kwa sababu kiongozi anaenda kwa kushaurika. Hayo ndiyo maneno yangu ya mwisho niseme, na kulitakia kheri baraza. Lakini kabla sijafunga maneno yangu niseme, nimshukuru Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Dr. Abu Bakar bin Zubair bin Ali na Sheikh Mkuu. Nilishukuru baraza la ulama kwa sababu ni watu wasomi, ni watu wamebobea katika kuongoza na ni muda mrefu wana experience. Wakasema kwamba huyu anaweza kidogo akakaa hapa, walau kidogo twende naye. Bila shaka katika fikra zao, akili zao na uzoefu wao na ilmu zao walizokuwa nazo, walipitia mchakato kidogo wa majina ya watu mpaka likadondokea kwangu mimi. Hii ni taufiki ambayo Mwenyezi Mungu kaiandika mbinguni, na hili jambo ishakuwa ni kwamba Mwenyezi Mungu ameliandika kwamba mimi nitumikie Waislamu katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Kaliandika Allah. Ni kazi kubwa, ndugu waandishi wa habari, nikwambieni, kwangu ni kitu kikubwa sana utumishi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ningekuwa labda managing director wa taasisi fulani hivi ya kidunia, wala mshipa usingenigonga. Taasisi hii ni ya Mungu, shughuli zake ni za Mungu, mambo yake yote 99% ucha Mungu. Jicho la Mungu halilali kwako, na kama kaida jicho la Mungu halilali, lakini kwako halilali, hasa ukiwa kiongozi. Na nyuma yetu tuna watu ambao Mwenyezi Mungu atujalie tuwaweze kuongoza vizuri. Kwa hiyo hapo ndio katika mlango wangu wa huzuni ulipoingia. Nina kazi kubwa. Naomba Waislamu wote na wakazi wote wa Dar es Salaam, niombeni dua, niombeni sana dua, niombeni sana dua niweze kutumikia jambo hili kubwa nilopewa kwa rehema zake Mwenyezi Mungu, na wala si kwa ujanja wangu. Na niseme katika masala mbalimbali nitawaendea walionizidi kiwango cha ilmu, ili kwa sababu hii sio langu peke yangu, nimezungukwa na jopo la mashekhe. Kwa hiyo inshallah kwa mashirikiano yenu, kwa mapenzi yenu, naweza nikateleza, niko tayari kukosolewa. Kujilinda ni kwanza wewe mwenyewe, alafu kuna ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu aniteremshie ulinzi ya Rabbal Alamin. Aniteremshie ulinzi wa kuperform hii kazi ambayo ni nzito sana. Aniteremshie ulinzi ya weze kunihifadhi ya Rabbal Alamin. Basi yangu yalikuwa hayo machache. Nimwambie kakaangu Sheikh Walidi, ndugu yangu Sheikh Walidi, mpenzi wangu Sheikh Walidi, tuacheni mimi na Sheikh Walidi. Tuacheni, na maana yangu kubwa sana. Tuacheni. Mwenyezi Mungu inshallah ataendelea kutupa stara na hifadhi ya Rabbal Alamin. Basi inshallah wama alaina illa albalaghul mubin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa barakatuh. Mheshimiwa Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu Dini, kama mtamweza kusema Sheikh Walid kwamba kuna watendaji walikuwa wanafanya nao kazi na kuna ofisi ambazo zipo zilizokuwa chini ya Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam. Kwa mwongozo wa Naibu Katibu Mkuu Dini alinielekeza basi si vibaya ukaziona zile ofisi angalau tuko majengo, alafu ratiba tutakuwa imeishia hapo. Sheikh ataniongoza, Sheikh mwenyeji wangu. Sheikh ndio mwenye ofisi. Sheikh aliniongoza kakaangu Kati wewe utendaje? Atendeni jamani. Tufanye dua hapa, kutoka tumetoka. Tumetoka. Sasa fanye dua mwanangu.
الحمد لله رب العالمين وصلاة الأنبياء والمرسلين. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. آمين. اللهم رب فرج هم المهمومين. آمين. ونفس كرب المكروبين. آمين. واقض الدين عن المدينين. آمين. وارضانا وارض المسلمين. آمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا آمين. وفقنا لما تحب وترضى. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Katibu alikuwa na ombi moja, tufanye picha sisi na kaimu shekhi na watendaji wote Sawa. sawa, pamoja na naibu katibu dini. Sawa. Kwanza nipate picha ya mkono mimi na ndugu yangu, Sawa. alafu tupige sisi watendaji, Sawa. alafu hujacheka basi. Karibu sana. Mashaallah. Habib, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sana. Sheikh Muhammad Hamis. Naam. Hapo. Hapo. Alafu wewe katibu unaingia pia hivi. Yaani mnampata naye. Usiogope bwana. Siogopi. Nataka nipate kwangu peke yangu na kwako. Ikiwa tatu tunasema jamani. Tayari. Tunaenda kwa macho confuse ya kitu tunaangalia sasa. Piga moja kumbusho. Katibu mwenyekiti Sheikh. Alafu katibu mwenyekiti Sheikh. Ala. Piga tu hivi. Hivi. Wanne kwa hiyo. Wanne Vipi? watu wanne tupate watu wanne. Aha. Sheikh yani Sheikh.